Zaidi ya bilioni 16.5 zimetumika katika ujenzi wa chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST kampasi ya Rukwa, ikihusisha jengo la taaluma, karakana na vifaa vya mafunzo kwa vitendo. Ni kwa namna gani wanafunzi wa Kitanzania wanakwenda kuzifikia ndoto zao kupitia ujenzi majengo haya ya kisasa yenye kila kitu ambacho anakihitaji mwanafunzi kutimiza ndoto zake? Karibu ujionee maisha ya wanafunzi chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya kampasi ya Rukwa. Hapa ni Laela Kianda Sumbawanga. Majenzi haya chini ya mradi wa HIT umeweza kuongeza uwezo wa kampasi hii hadi kufikia wanafunzi 2950. Kwa hiyo kazi iliyobakia sasa hivi kwa kampasi hii na kwa chuo cha teknolojia kwa maana ya MUST Mbeya University of Science and Technology ni kuongeza hamasa kwa umma kwa ajili ya kupata wanafunzi wa kutosha kufikia idadi hiyo ya 2950, kwa sababu madarasa yapo ya kutosha, maabara zipo za kutosha, nimejionea pia karakana zipo za kutosha. Hapa ni mahali ambapo mwanafunzi akiingia, akitoka anakuwa na maarifa na ujuzi ambao unatakiwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo ni wapongeze kwa kweli uongozi, management ya taasisi hii ya teknolojia ya Mbeya kwa kusimamia vizuri utekelezaji wa mradi huu wa HIT upande wa majenzi. Kwa kweli chuo hiki kinapendeza, na kwa mkoa wa Rukwa naamini kabisa ndio chuo kikubwa kabisa ukanda huu, na hivyo wananchi wa mkoa huu wa Rukwa wana kila sababu ya kujivunia kuwa na taasisi kama hii, na wana kila sababu ya kuisupport ili iweze kutumika ipasavyo kwa ajili ya kuchachusha ujenzi wa rasilimali watu yenye maarifa na stadi ambazo zinahitajika katika uchumi wa viwanda, kujenga uchumi wa viwanda wa hapa nchini. Mafunzo yanaendelea vizuri, hasa yamewatia hamasa sana wanafunzi. Tulivyowaambia wanatoka kwenye madarasa yale ya zamani na kuja kwenye madarasa mapya. Hata walimu wamehamasika kwa sababu ya miundombinu iliyowekwa ya kiteknolojia, tofauti na sehemu zingine ambazo tulikuwa tunatumia kufundisha. Kwa wanafunzi kwa kweli wamehamasika na wanatia juhudi kuweza kutumia rasilimali ambazo zimewekwa na mradi huu. Tuna kozi za aina mbili. Kuna kozi ya uhandisi mitambo na viwanda, ambayo hiyo kozi ina shahada moja na stashahada moja. Lakini pia kwenye hiyo programu tuna programu ambayo inaitwa stashahada. Kuna stashahada ya umeme, stashahada ya kompyuta, sayansi ya kompyuta, na pia upande wa pili programu nyingine inaitwa programu ya biashara, business management, ambako kule kuna shahada ya biashara na kuna stashahada za biashara ambazo ziko kama 5 hivi. Kwa ujumla shahada ziko 2 na stashahada ziko 7. Nichukue nafasi hii kuwaalika na kuwakaribisha wazazi wenye watoto na wenye ndugu zao kuwaleta watoto mahali hapa. Ni mahali pekee ambapo mwanafunzi anajifundisha kwa vitendo ya hali ya juu, na akitoka hapa na kuwa ametoka ni mtoto aliyetoka ni graduate kweli. Kwa wazazi popote mlipo, leteni watoto wenu, msiwafiche wala mkapeleka sehemu zingine. Ni sehemu ambayo ni tulivu na haina gharama. Kama unavyoona sehemu yetu iko mbali na mji, kwa hiyo muda mwingi wanafunzi wanawekeza kusoma. Kupitia mradi wa HIT sisi tumeweza kutekeleza ujenzi pamoja na kununua vifaa kwenye majengo yetu ambayo yamefadhiliwa na mradi. Jumla ya thamani ya mradi mzima ni bilioni 16.5, ambapo kiasi cha bilioni 15 kimeenda kwenye ujenzi, ambapo tumejenga jengo la taaluma pamoja na karakana. Vile vile shilingi milioni 900 zimeenda katika ununuzi wa vifaa ili kuweza kupata vifaa vitakavyo wawezesha wanafunzi wetu basi wakishajifunza nadharia wajifunze kwa vitendo vile vile. Tunashukuru serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na mradi wa HIT kwa kutujengea majengo haya ya taaluma na karakana. Majengo haya yanakwenda kuimarisha elimu kwa wanafunzi kwa kutuongezea idadi ya madarasa, idadi ya majengo ya kujifunzia kwa vitendo. Pia inaenda kuondoa msongamano wa wanafunzi na madarasa. Pia vilevile inaenda kutia motisha na mvuto kwa watu ambao wanahitaji kujiunga na chuo hiki. Aidha, mradi huu unaenda kuboresha ubunifu kwa wanafunzi kwa kutuwekea miundombinu rafiki ya kujifunzia na kubuni vitu mbalimbali.
Hayo ni maisha ya wanafunzi wanaofukuzia ndoto zao za kielimu katika chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya, kampasi ya Rukwa. Mazingira ni mazuri ya kuvutia, hali ya hewa shwari kabisa kwa mwanafunzi kusoma muda wote. Umeme ni wa uhakika, maji pia ya kutosha hapa. Ni kilomita 50 kutoka hapa kilipo chuo cha MUST Rukwa mpaka mjini Sumbawanga. Karibu sana Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, kampasi ya Rukwa. Mimi ni Fradius Mgoa na hii ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kaa nasi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.